I say inatisha sana kiufupi, kwa sababu tumeweza kuona mama mchungaji wakati wamelala na rafiki yake Novevo katika kitanda kimoja. I say hii ni hatari. Sijui itakuwaje, mtu endelea kusubiri na pia tutaelewa nini ambacho kiliweza kutokea baada ya simu ambayo tuliweza kuiona katika episodi ya nyuma, baada ya kumuona mke wa mchungaji alipokea simu kwamba aelekee mjini kwa ajili ya kujiunga na chama. Lakini bwana, kumbe mwamba bwana alimtamani tangu siku ya kwanza alivyomuona akauishi kutoka naye. Sasa kiufupi amechanganyikiwa, ameweza kutembea naye, na hiyo yote ni kwa sababu ya tamaa ya huyu mwanamke tu. Okay, tuweze kuendelea tuelewe nini ambacho kiliweza kutokea mpaka kufikia hatua hiyo. Bwana, tunaona baada ya mama mchungaji kuweza kufika mjini kwa rafiki yake Novevo, baada ya hapo wakaendelea na mazungumzo kuzungumza, lakini matamanio makubwa ya mke wa mchungaji ni kuhitaji kuweza kujiunga katika chama. Baada ya hapo bwana, huko mazungumzo yakiendelea, mke wa mchungaji aliweza kumuuliza vipi twende katika chama. Baada hapo mwamba akamwambia hapana, inasikiwa at least ukae kama siku 2-3 hapa nyumbani kwangu ili niweze kukupima na kuhakiki kwamba je, una uwezo wa kuingia au wa kujiunga katika chama. Mama mchungaji kama akawa anashtuka kidogo, akamwambia ili weje, mimi ninachohitaji kwani hapa kwako ndo kuna chama, mimi nahitaji tu kuelekea katika nini, katika chama. Nikajua leo tunaondoka. Kama pia hapana, natakiwa nikupime katika vipimo nione kwamba je, una moyo, una uwezo wa kujiunga katika chama. Basi kwa sababu ya tamaa yake huyu mwanamke, mama mchungaji bwana akawa amekubali. Sasa mwisho wa siku bwana, mwamba kumbe majaribu yenyewe ambayo alikuwa anamtaka anatamani, kumbe mwamba bwana tangu siku ya kwanza alivyomuona bwana aliweza kumtamani. Baada ya hapo bwana, baada hapo akalekea ndani kwa ajili ya kupiga story na kuzungumza haya na yale, lakini tutaweza kuelewa katika kadri muda unavyoendelea, tutaelewa kwamba ilikuwaje mpaka wakajikuta katika kitanda kimoja na mama mchungaji. I say ni hatari. Tamani mbaya, ni tamani mbaya kiufupi. Tukijaribu kuangalia moment na tabia za mama mchungaji, yuko lazima kufanya chochote kwa ajili ya kuhitaji kupata pesa, na wakati huo hajui pesa zenyewe ni za namna ipi na ni za namna gani. Kiufupi ni tamaa ambayo ni kubwa mno, na kiufupi tujaribu kuangalia hivi huyu anafaa kuwa mama mchungaji au hafai. I say mtu tuandikie comment yako hapo chini utuambie, je, ukijaribu kuangalia moment za mama mchungaji anafaa kuwa mama mchungaji au hafai, kwa sababu kiufupi inatisha sana. Inatisha na ni vitu ambavyo ni vya ajabu na vya aibu sana ambavyo anafanya mama mchungaji. Lakini tunarejea pia katika upande wa pili, tunakutana na mama yake na Vevo. Wakati huo wanazungumza na Vevo. Bwana Vevo ameamua kubadilika kama namna ambavyo amezungumza na mama yake. Sasa sijajua je ni baada ya kupewa masharti mepesi na baada ya kutatua baada ya kutoka huko Ulaya au ikoje. Lakini tunaona anajaribu kumuomba msamaha mama yake kwa yote ambayo aliweza kumfanyia kipindi hiko. Sasa tunajaribu kuangalia moment nyingi ambazo alizopitia mama yake na Vevo, lakini tunaona this time kwamba Vevo amejaribu kuomba msamaha mbele ya mama yake, lakini tunaona mama kiufupi hakuwa na chuki na mtoto wake, kwa sababu pengine alijua hiyo sio akili yake na alikuwa amekwisha kumsamehe tangu mwanzo, lakini alibidi kumwacha tunakumpotezea kwa sababu ni mtoto na hajui nini changamoto na sababu ipi ambayo inampelekea kuwa namna hiyo. Sasa tunaona mama Vevo baada hapo akamwambia mimi nimeshakusamehe tangu zamani, ndio maana umeona mpaka nimefika hapa, mimi nimeshakusamehe, sina shida yoyote. Lakini tunaona Vevo anajaribu kuongea na mama yake na kumwambia sijui nitumie lugha gani ambayo naweza nikastahili ili uweze kunielewa, kwa sababu ya vitu ambavyo nimekufanyia kwenye maisha yangu haya na katika muda huu. Lakini mama Vevo akamwambia usijali bwana mwanangu, wewe ni mtoto wangu, kwa hiyo mimi nilishakusamehe kwa sababu sikujua changamoto ni nini ambayo ilikupelekea kwa vile, lakini kwa namna ambavyo nilikuwa nikikujua sikutegemea kitu kama kile, lakini nimeshakusamehe kwa sababu nilijua sio kwa sababu au wewe au unafanya makusudi, nilijua tu kuna shida ipo ndio maana unakuwa vile. Basi baada hapo, baada mama na mtoto kuweza kuelewana, wanakumbatiana kwa upendo hivyo, na baada hapo Vevo anaahidi kumtengenezea nyumba au kumfanyia marekebisho katika nyumba yake, nyumba ya kijijini huko. Tunaona sasa ni baada naona ya kuelekea Ulaya, inaonekana sasa masharti mambo yamekaa vizuri, lakini sijajua itakuwaje hapo mbele. Mtu subiri baada ya yeye kurudi katika chama kule huko TZ itakuwaje, kwa sababu tumeweza kuona kwamba sasa Vevo amebadilika na amekubali kumsaidia mama yake. Lakini pia tunarudi kwa upande wa pili kwenye familia ya kina Tony. Tunakutana mama Astumani wakati huo anaendelea kulia, wakati huo siku au ndugu yake au mamdogo wao akiendelea kumbembeleza ndugu yake kumwambia bwana
haitakiwi kulia kiasi hicho, inatakiwa unyamaze kwa sababu mtoto ndio hivyo ameshafariki, hawezi kurudi tena. Lakini baada ya hapo tunamuona bidada au ndugu yake huyu mama anaenda kukutana tena na Kidao na kujaribu kuzungumza naye, kumwambia na hofu pia na mama mdogo siku itakuwa kweli ni mchawi, kwa sababu hawezi kumwambia kwamba aache kulia wakati amefiwa na mtoto. Lakini tukijaribu kuangalia siku hapa bwana, namna ambavyo alikuwa akizungumza na ndugu yake, sio kwamba labda alikuwa hitaji, lakini ni kwa sababu alitamani kuona kinyamaza tu na kujikaza, kwa sababu mtoto ndio hivyo ameshafariki. Hata kama akiendelea kulia hawezi kurudi tena. Lakini tunaona pia kwa upande wa pili ambapo tumekutana na Tony au wanachama chama cha mabosi wakiwa katika kikao chao na wakiendelea kufurahia katika sherehe zao na wakijaribu kujenga haya na yale. Lakini wakati huo tunaona mavazi au dressing ambazo amekuja nazo Tony ni za kitofauti. Amekuja na vazi la mwanamke. Kiufupi bwana, tunaona effect kubwa ambayo imempelekea Tony kutokujutia, na ni kwa sababu ya yale matumizi ya madawa ya kulevya ambayo huwa anatumia, vile vilevi ambavyo huwa anatumia. Sasa tunaona effect kubwa ambayo imemfanya Tony kuwa ni mtu asiyekuwa na huruma, mtu ambaye asiyekuwa na jari na kuchukulia vitu kawaida na kuona kila kitu kiko sawa tu, hakuna shida. Kwa hiyo tunaona madhara ya kutumia madawa yanavyoathiri mtu na mtu kukosa huruma na utu. Sasa tumeweza kuona moment tunajifunza tabia ya Tony, ambavyo tumeweza kuona ndani baada ya Tony kuwa mtu mmoja wapo ambaye anatumia madawa ya kulevya, na tumeweza kuona effect kubwa ambazo zimeweza kutokea baada ya Tony kutokuwa na huruma, yani hajari yani chochote kile. Lakini tunaona baada ya mwamba kumtokea na kumwambia bwana, mimi natamani niwe kama wewe. Kiufupi nikijaribu kuangalia katika chama, mtu ambaye hajotini wewe. Sasa sielewi ni kwa nini labda wewe unakuwa hivyo na nini ambacho anakifanya. Tony akamwambia hapana, mimi mwenyewe sifahamu, lakini nafikiri ni kwa sababu labda ya haya madawa au vilevi ambavyo natumia ndio sababu inapelekea mimi kutokujali na kuwa hivi. Kwa mimi mwenyewe sielewi. Jamaa akasema okay sawa, itakuwa inawezekana ni hivyo. Lakini tunaona sasa tunarudi kwa upande wa pili ambapo tumeweza kukutana pia na mama yake na Sikitu, wakazungumza mtoto na mwana, wakati huo akiendelea kuzungumza kuhusiana na habari ya yeye Sikitu kutoka nyumbani kwake kwa mume wake. Na wakati huo Sikitu anajaribu kuzungumza kwamba siwezi kukaa karibu na kifo changu, ni bora niondoke kuliko kukaa na mwanaume ambaye kifo nakiona kiko mbele yangu. Baada hapo mama yake anamsifia na kumwambia kwamba mwanangu, naona sasa umekuwa mpaka sasa kwa sababu ya maneno hayo. Kiufupi najivunia kuwa na wewe. Sasa tunaona kwamba Sikitu this time amedhamiria kutokurudi pia nyumbani kwa mume wake, kama namna ambavyo mama yake aliweza kwenda kuomba kwamba aje kidogo nyumbani kwa sababu kuna msiba. Sasa ni hatari. Sasa itakuwaje? Kaniki ataamua kuvumilia na kukubali kwamba mke wake aendelee kukaa nyumbani kwao au nini ambacho atakifanya? Tusubiri tuone katika episode au katika tamthilia bomba ya Big Boss nini ambacho kitajiri. Lakini tunarudi kwa upande wa Matula sasa. Kuna kivumbi na kimbembe, sijui itakuwaje. Tunaona bwana bidada au mrembo wetu bwana anatoka ndani hima mbio anakimbia nje, anaenda kutapika. Hatari. Unajua kuna kitu ambacho kitakuja kutokea hapa, ni bomu kubwa ambalo sijui itakuwaje na nani wa kulizima na wa kulituliza. Kiufupi tumeweza kuona Sikitu bwana na tumeweza kumuona Chi anatoka nje huko akitapika. Sasa baada ya hapo bwana Matula anatoka kumuuliza vipi, shida nini, unaoma au changamoto ni nini? Akamwambia hapana, natapika tu. Akamwambia unatapika au utakuwa zile siku ambazo tulizokutana kwamba utakuwa una ujauzito au utakuwa zilikuwa siku zako za hatari, utakuwa umepata ujauzito. Bidada kama anashtuka fulani. Lakini tukijaribu kuangalia moment hii, hebu mtazamaji wetu tuambie katika comment hapo, je, unahisi mimba ni ya Matula au mimba ni ya Kiulizo? Mimi sijui, lakini mtusubiri katika episode inayofuata tutakwenda kupata majibu na kujua, je, mimba itakuwa ni ya Matula au ni ya Kiulizo. Kiufupi kuna kivumbi ambacho kitakuja kuibuka hapa, kwa sababu tunajua kama tunavyojua huyu bwana ni mwanachama wa kile chama chao cha kibosi bwana, chama chao cha utajiri. Tunajua kuna sometimes kuna wakati wanaweza kuhitaji kafara, alafu bidada akawa ameficha kwamba mume wake asiweze kutambua na kujua kwamba hiyo mimba sio kwake, labda kama ikitokea hivyo. Sasa je, na baada ya kwenda kwenye chama akamwambia kwamba mimba sio ya kwako, ni ya mtu mwingine, kajaribu kuzungumza na mke wako akuambie mimba ni ya nani? Hapo ndio kutakuwa na kivumbi. Unahisi nini ambacho kitatokea kama ikitokea situation kama hiyo huko ndani? Unahisi nini ambacho kitatokea na Matula atafanya nini kwa Chi?
hatari, kuna kivumbi ambacho kinakwenda kutokea hapo. Hem, tusubiri tuone katika tamthilia bomba ya Big Boss. Kiufupi mambo yanazidi kubamba moto, mambo yanazidi kuwa bamba. Kiufupi sijui nini ambacho kitatokea, lakini kiufupi kuna mambo makubwa ambayo yanakuja kutokea. Lakini tunaona mama mchungaji baada ya kuingia ndani na mwamba wetu ambaye ni rafiki yake na Vevo bwana, waliweza kuanguka kwa kitanda. Baada ya hapo tunaona wako kwenye kitanda kimoja na mwamba wakati wamemaliza kuenjoy. Mama mchungaji ni hatari, kiufupi ni hatari na inatisha. Kiufupi mama mchungaji bwana ameweza kulala na rafiki yake na Vevo, na wakati huo baada ya hapo baba mchungaji au mchungaji anampigia simu kumuulizia amefika salama na anaendeleaje, lakini baada ya hapo bwana anamdanganya kwamba amekuta ni wazima na mama anaendelea vizuri, na mama anajitai amekuwa akimzungumzia wakati wote, sema tu ni kwa sababu alikuwa ana asalio pia na simu yake ilikuwa imezima. Sasa tunajaribu kuangalia mama mchungaji namna ambavyo amekuwa ni muongo sana, ni mtu ambaye ameonekana kuwa sio mwaminifu kwa mume wake, na hichi kitendo je alichokifanya, hii mbegu ambayo ameiweza kuianzisha sasa hivi itakuwaje mwisho wake, na je mchungaji atafahamu na kujua hiki alichokifanya au nini ambacho kitatokea na mwisho wake utakuwaje wa mama mchungaji? Unahisi nini ambacho kitatokea? Kiufupi hapa ndani bwana kuna kivumbi ambacho kinakuja kutokea, sio kidogo, ni kikubwa sana ambacho kinakwenda kutokea, kwa sababu kama leo mama mchungaji ameweza kudate na rafiki yake na Vevo na kuweza kulala naye, lakini hayo yote ni kwa sababu ya tamaa ya pesa ambayo alionayo ndani mwake. Ameweza kumdanganya mume wake kwamba anaenda kumuona mama yake, na je inakuaje? Je, kwa mfano mama yake kwa mfano mchungaji akimpigia mama yake na mke wake, alafu then kamuuliza vipi amefika huko nyumbani unaendeleaje, baada hapo akamwambia mimi sijamuona, itakuaje na nini ambacho kitatokea? Tunajaribu kuangalia moment hizi ambazo mama mchungaji na vitu ambavyo anavifanya huko ndani. Kiufupi vina effect kubwa na madhara yake ni makubwa sana. Sijui nini ambacho kitatokea mpaka sijui baadaye nini ambacho kitatokea. Hebu tuendelee kusubiri na tuendelee kufuatilia tamthilia bomba ya Big Boss. Mpaka sasa mambo yanazidi kuwa makubwa, mambo yanazidi kupamba moto. Mpaka sasa sijui nini ambacho kitajiri katika tamthilia bomba hii, lakini tunaona sasa mambo yanazidi kuwa makubwa zaidi katika tamthilia bomba ya Big Boss sasa. Hatari. Kiufupi tukijaribu kuangalia tamaa ya mama mchungaji, kiufupi ni tamaa ambayo imezidi kipimo. Hafai. Kiufupi kwangu mimi naweza kusema kwamba hafai kuwa mama mchungaji. Yaani moment hizi ambazo anazifanya sio za mama mchungaji. Kiufupi tamaa alionayo ni kubwa mno. Yaani kiufupi yuko lazima kufanya kitu chochote, kama tumeweza kuona ameweza kumsaliti mume wake kwa sababu ya pesa. Na je, unahisi huyu mwamba kweli atampeleka katika chama au anahitaji kumtumia tu kwa ajili ya faida zake, au unahisi ana nia gani? Hebu tuendelee kusubiri tuone katika episode inayofuata, tutakwenda kupata majibu halisi kwamba je, huyu mwamba ana mpango na nia ya kumpeleka mke wa mchungaji katika chama, na kama namna ambavyo ameweza kuzungumza kwamba hatamani kuona mchezo huo ambao ameuanzisha unaishia hapo, anatamani apewe tena, ameweza kuenjoy asali hiyo au utamu huo ambao ameweza kupewa. Sasa itakuwaje? Vipi kuhusu baba mchungaji? Je, atafanya nini na nini ambacho kitaweza kutokea? Kiufupi tamthilia bomba ya Big Boss inazidi kupamba moto na matukio makubwa yanakwenda kutokea, ambavyo kila mmoja kutegemea kitu kama hichi ambacho kwamba mwisho wa siku bwana mama mchungaji angeweza kutembea au kulala na rafiki yake na Vevo. Ni hatari. Kiufupi inatisha sana na inahuzunisha kwa tukio hili ambalo limeweza kutokea, kwa sababu mama mchungaji tumekuwa tukiona imani yake ikiwa nusu, ni mtu asiyekuwa na misimamo na muda wote anawaza tamaa, anawaza pesa tu, ana tamaa ya pesa, asijue pesa hizo zimepatikana ni kwa namna gani na kwa mifumo gani. Kiufupi ni kitu kikubwa ambacho tunaweza kujifunza hapa na kuangalia namna ambavyo usipokuwa. Kiufupi ndio maana kuna msemo unasema kwamba tamaa yako ndio inayokuua. Sasa tunaona kwamba kwa sababu ya tamaa yake imeweza kumpelekea kuweza kumsaliti mume wake. Sasa sijui, je, unahisi kwamba atapelekwa katika chama na rafiki yake na Vevo au nini ambacho kitatokea? Lakini tusubiri tuone katika episode inayofuata, tutakwenda kupata majibu hapa katika chaneli yetu kwamba je, mama mchungaji ataweza kupelekwa katika chama kama alivyoahidiwa na rafiki yake na Vevo, au
rafiki yake na Vevo alihitaji kumtumia tu kwa ajili ya faida zake na kuweza kuenjoy kama alivyosema. Na hebu tusubiri tuone katika episode inayofuata tutakwenda kupata majibu kwamba nini ambacho kitajiri. Lakini pia mtazamaji wetu, kama bado hujasubscribe katika channel yetu pendwa, fanya kusubscribe hapa ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu kila siku na updated nyingi kila siku ambazo zinatoka kila siku. Bwana, sasa tunaona pia kwa upande wa Vevo, naye bwana ameahidi kumjengea mama yake nyumba. Na je, itakuwaje katika chama kwa upande huu wa Tanzania? Lakini tunaona baada ya kurudi kutokea huko Ulaya alipoenda katika kanisa lao kubwa hilo, amerudi Vevo amebadilika. Ni tofauti na Vevo ambaye tuliyemzoea hapo kipindi cha nyuma, ambaye alikuwa hawezi kumsaidia mama yake, lakini sasa hivi ameahidi kumjengea mama yake nyumba. Na je, atajenga nyumba hiyo kweli au itakuwaje? Na je, alifanikiwa kupata msaada kule katika kanisa lao kwa wakuu wao au vipi? Tusubiri tuone. Lakini unajua cha msingi ambacho nataka nikwambie ni kwamba endelea kubaki na sisi na majibu tutakuletea hapa. Lakini pia kwa mtazamaji wetu, ningependa kuona comment yako hapa, utuambie unatamani kuona nini. Je, Vevo akaendelea kumsaidia mama yake na upendo kirudi kama mzazi na mtoto kama mwanzo, au unatamani kuona nini kinatokea katika tamthilia ya Bomba ya Big Boss ambayo tumeweza kuona kwa sababu ya pesa ambazo ni za kishirikina, pesa ambazo za kafara, ambavyo watu namna ambavyo wanateseka au wanatamani kuwasaidia ndugu zao lakini wanashindwa. Lakini tumeweza kuona pia maisha ya Tony, anamaliza ndugu zake na Hajari anachukulia poa na kawaida. Sasa itakuwaje kwa maisha ya Tony na itakuwaje? Kwa sababu tumeweza kuona mpaka kiongozi wa chama anawaambia wanachama wengine kwamba muwe mnaangalia watu wa kuleta katika chama, usije kuwa mnaleta watu kama Tony ambao hawaeleweki. Kiufupi Tony tunaona kama amechanganyikiwa kiufupi mpaka sasa, akili yake inazidi kuchanganyikiwa kwa sababu ya vileo anavyotumia. Sasa sijui itakuwaje kwa upande pia wa Tony, mwisho wake utakuwaje? Atachanganyikiwa na kuwa mweu na chizi au nini ambacho kitatokea? Kiufupi mpaka sasa tujaribu kuangalia akili ya Tony. Hapana, hiyo sio akili ya kawaida. Mpaka mwamba ameanza kuvaa nguo za kike. Hapana, hii imevuka mipaka. Tukizungumzia kama ni kuchanganyikiwa bwana, mwamba anaenda kuchanganyikiwa. Kiufupi tusubiri tuone itakuwaje mwisho wa Tony, mwisho wake itakuwaje. Ndio maana nakwambia bwana, damu ya mtu haiendi bure. Lakini tunaona effect kubwa ambayo Tony anakutana nayo, na pia ni kwa sababu ya vileo ambavyo wanatumia vinaendelea kumchanganya kichwa chake na kuzidi kuathirika katika kichwa chake. Tusubiri tuone vipi kuhusu maisha ya Tony itakuwaje na nini ambacho kitatokea. Lakini majibu utayapata hapa katika channel yetu pendwa hii, tutakuletea na hivi karibuni inatoka episode inayofuata. Utakwenda kupata majibu nini ambacho kitajiri na kutokea katika tamthilia ya Bomba ya Big Boss. Je, unahisi mama mchungaji ataunganishwa katika chama kama namna anavyotamani kuingia katika chama? Yuko lazi kufanya chochote ili mradi apate pesa na maisha mazuri? I say ni hatari. Tusubiri tuone. Tuendelee kukaa pamoja na sisi katika channel yetu pendwa, tutakuletea majibu hapa. Mimi niseme asante kwa kutazama katika channel yetu pendwa.